Sidhani kama wakala wa Pacome anacheza game kama ya Sako. Ni maneno ya mdau mmoja wa soka kutokea hapa Tanzania ambaye ameweka bayana jinsi gani ambavyo agent wa Papa Osman Sako na Pacome ambavyo wanatofautiana kwenye mitazamo kutokana na uwezo ambao anaonyesha Pacome Zouzoua. Kwa mjibu wa mdau anasema kwamba agent au wakala wa Papa Osman Sako alicheza game lake kwa akili mno kufanikisha ile movie yake, yani kutumia dakika 30 za mchezo mmoja kuzishawishi timu kuwa kile ni kipaji cha soka. Alishinda ndio, ila haikuchukua muda. Mungu si mjomba wao. Ilifikia kipindi uwezo ulishindwa kumzungumza uhalisia. Sidhani kama wakala wa Pacome anafikiria mbinu kama ile ya Sako. Kwenye umri wa miaka 29 kwa Pacome, sidhani kama anaweza kuwa na fikra za kwenda Ulaya. Hapa kuna mtu atasema kuwa kwa kawaida kwenye ligi za Australia, Ulaya Mashariki, ligi daraja la pili nchini Ufaransa, Saudi Arabia au Belgiji, huko kote anaweza. Mimi nitasema yes, lakini anaweza kucheza, lakini nitasema ndio. Ni bora kafikiria kucheza ligi kubwa zaidi ya Tanzania hapa Afrika timu zenye muendelezo mzuri kwenye ligi ya mabingwa kama ile karata ya Fiston Mayele, na sio kwenda Ulaya, kwa sababu kuna kipindi alijaribu na hakufanikiwa. Ni maneno ya mdau huyo ambaye ameweza kumtolea mfano wa Sako pamoja na Pacome, ambao wote hao waliweza kucheza na game mind ya vilabu vikubwa hapa Afrika, lakini kitu ambacho kimemshinda Pacome, huku wengi wakidai kwamba anashindwa Pacome kushawishi vilabu vikubwa viweze kumsajili, na yeye anaona si vizuri kwa Pacome aweze kucheza ligi ya Tanzania kwa kuwa bado haijafikia ubora kwenye ligi zile nyingine, japokuwa takwimu mpaka sasa ligi ya Tanzania ni ligi namba 5 barani Afrika, ikiwa imezidiwa na ligi ya Misri, Afrika Kusini, Angola pamoja na ile ya Morocco, hivyo na kufanya kwamba timu anayochezea kuwa ni kubwa ambayo ina muendelezo nayo vizuri. Ila mdau anashauri kwamba huyu Pacome angefikiria namna ya kucheza ligi nyingine, ila sifikirie kwenda kucheza Ulaya, kwa kuwa kuna kipindi alienda kujaribu lakini hakufanikiwa. Hivyo ilikuwa ni bora kubaki tu Tanzania au bara la Afrika kwenye timu kubwa.